Aidha, kama ambavyo wote tunakumbuka, mnamo tarehe 7 Septemba mwaka 2017 tulipata taarifa ya tukio la kusikitisha lililotokea hapa Dodoma la mashambulizi ya kupigwa risasi kwa mbunge mwenzetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mbunge wa jimbo la Singida Mashariki. Naungana na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa mawaziri na wabunge pamoja na wananchi mbalimbali nchini kote kwa kumpa pole kwa majeraha na maumivu makubwa aliyoyapata, na tunamwombea apone haraka na kurejea kuungana na familia yake, lakini pia nasi hapa bungeni kwa shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii pia kuungana na Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole nyingi kwa Meja Jenerali mstaafu Vincent Mritaba kutokana na tukio la kushambuliwa kwa risasi siku ya Jumatatu tarehe 11 Septemba 2017 nyumbani kwake, ambaye bado anaendelea na matibabu kwenye hospitali yetu ya Lugalo. Serikali inalaani vitendo hivyo na matukio hayo ya kinyama. Ni mwezi na nusu sasa tumeanza kuona utulivu kufuatia vifo vya raia na askari wetu wa jeshi la polisi waliouawa ukatili huko maeneo ya Mbagala, Dar es Salaam, Mkuranga, wilaya ya Rufiji, wilaya ya Kibiti, mkoani Pwani. Nitumie fursa hii kusisitiza kwamba kwa matukio haya serikali haitafumbia macho, na tayari vyombo vya dola vimeagizwa kuhakikisha kwamba vinawatafuta kwa mbinu zote wale wote waliohusika katika vitendo hivyo. Nirejee kuwasihi waheshimiwa wabunge wenzangu na Watanzania wote muendelee kuvuta subira wakati serikali na vyombo vya dola vinashughulikia matukio haya kwa umakini mkubwa. Jambo la msingi hapa ni kwamba kila mmoja wetu adumishe hali ya ulinzi na usalama nchini kwetu. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu bunge lako tukufu liliwaapisha waheshimiwa wabunge wapya 8 wa viti maalum walioteuliwa hivi karibuni. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote hao ambao ni Mheshimiwa Alfredina Apodonari Kahigi, mbunge; Mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye, mbunge; Mheshimiwa Nuru Awadhi Bafadhili, mbunge; Mheshimiwa Rukia Ahmed Awadhi, mbunge; Mheshimiwa Shams Azizi Mtamba, mbunge; Mheshimiwa Sonia Juma Magogo, mbunge; Mheshimiwa Zainabu Mndoro Amir, mbunge; na Mheshimiwa Rehema Juma Migila, mbunge. Mheshimiwa Spika, tarehe 10 Septemba mwaka 2017 Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimteua Mheshimiwa Jaji Profesa Ibrahim Hamisi Juma kuwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Napenda kupitia bunge lako tukufu nimpongeze Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma kwa kuteuliwa kuwa Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Serikali ya awamu ya 5 itaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwake katika kuongoza muhimili mkuu wa mahakama. Aidha, nampongeza sana Jaji Mkuu mstaafu Chande Othman kwa kazi kubwa na mzuri aliyoifanya katika kipindi chake cha uongozi wa muhimili huo, hususani kuweka misingi imara ya mihimili ya mahakama. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu waheshimiwa wabunge wamepata fursa kuuliza maswali ya kawaida na msingi yapatayo 119 na maswali ya nyongeza 283 na kujibiwa na serikali. Vile vile waheshimiwa wabunge walipata fursa ya kujadili miswada 3 na maazimio 4. Vile vile bunge lako tukufu lilipokea na kupitisha taarifa ya kamati ya sheria ndogo kuhusu uchambuzi wa sheria ndogo zilizowasilishwa katika mkutano wa 6 na mkutano wa 7 wa bunge. Mheshimiwa Spika, miswada ya sheria iliyojadiliwa na kupitishwa na bunge lako tukufu ni pamoja na mswada wa sheria ya reli wa mwaka 2017, The Railway Bill 2017, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2017, The Written Law Miscellaneous Amendment number 3 Bill 2017, na mswada wa sheria ya madaktari wa meno na wataalamu wa afya shirikishi wa mwaka 2016, The Medical, Dental and Allied Health Professional Bill 2016. Mheshimiwa Spika, maazimio yaliyowasilishwa na kuridhiwa na bunge lako tukufu ni yafuatayo: azimio la bunge la kuridhia itifaki ya amani na usalama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Community Protocol on Peace and Security; azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kuanzisha kamisheni ya pamoja ya bonde la mto Songwe kati ya Tanzania na Malawi
Convention on the Establishment of Joint Songwe River Basin Commission between Tanzania and Malawi. Azimio la Bunge la kuridhia itifaki nyongeza ya 5 ya mwaka 1994, itifaki nyongeza ya 6 ya mwaka 1999, itifaki nyongeza ya 7 ya mwaka 2004, itifaki nyongeza ya 8 ya mwaka 2008 na itifaki nyongeza ya 9 ya mwaka 2016 ya Katiba ya Umoja wa Posta Duniani. Azimio la mwisho la 4, azimio la Bunge la kuridhia mkataba Intergovernmental Agreement IGA baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Uganda kuhusu mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki, the East African Crude Oil Pipeline EACOP, kutoka Hoima, Uganda hadi Tanzania, Tanga. Mheshimiwa Spika, napenda kurejea tena kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa michango yao mizuri iliyotolewa wakati wa kujadili miswada na maazimio hayo muhimu ambayo yana manufaa mengi kwa nchi yetu. Serikali itafanyia kazi maoni yote yaliyotolewa na waheshimiwa wabunge, lakini pia itachukua ushauri uliotolewa pia. Mheshimiwa Spika, napenda kuwapongeza na kuwashukuru waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri kwa kazi mzuri na umahiri mkubwa walioonyesha wakati wa kuwasilisha miswada na maazimio yaliyojadiliwa katika mkutano huu, pamoja na kutoa ufafanuzi mbalimbali katika kujibu hoja za waheshimiwa wabunge. Aidha, nimpongeze mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wataalamu wake kwa kazi kubwa na mzuri ya kuandaa kwa maazimio na miswada iliyowasilishwa hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie mwenendo wa utekelezaji wa bajeti ya serikali ya mwaka 2017 hadi 18. Katika mkutano wa 7 wa bunge lako tukufu mwezi Juni 2017, tulipitisha bajeti ya serikali ya mwaka 2017 mpaka 2018 ya jumla shilingi trilioni 31.7. Utekelezaji wa bajeti hiyo ulianza mwezi Julai 2017. Napenda kujulisha bunge lako tukufu kwamba serikali inaendelea na kusimamia kwa karibu utekelezaji wa bajeti hiyo, na kwa ujumla mwenendo wa utekelezaji unaendelea kuridhisha vizuri. Mheshimiwa Spika, serikali imeweka jitihada kubwa za kuimarisha ukusanyaji mapato ya ndani kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi Agosti mwaka 2017, serikali imefanikiwa kukusanya jumla shilingi trilioni 2.448. Kati ya mapato hayo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imekusanya kiasi cha shilingi trilioni 2.305, sawa na asilimia 92 ya lengo la kukusanya jumla shilingi trilioni 2.492. Serikali inaendelea kuhamasisha wafanyabiashara kutumia mashine za kielektroniki za EFD katika kulipa kodi stahiki na kutoa ushirikiano kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kulipa kodi kwa hiari bila shuruti. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa matumizi ya serikali katika kipindi cha mwezi Julai hadi Agosti 2017, serikali imetoa jumla shilingi trilioni 3.944 zinazotokana na mapato ya ndani na fedha za nje. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 3.107 ni fedha za matumizi ya kawaida ikijumuisha malipo ya mishahara ya watumishi wa umma na deni la taifa, na shilingi bilioni 836.8 zilitolewa na hazina kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Katika kipindi hicho cha miezi miwili, mamlaka ya serikali za mitaa, halmashauri zote nchini zimepelekewa kiasi cha shilingi bilioni 117.558. Mheshimiwa Spika, sehemu ya fedha za matumizi ya maendeleo zilizotolewa na serikali kwa kipindi cha mwezi Julai hadi Agosti 2017 zinajumuisha kiasi cha shilingi bilioni 351.1 ambazo zinaelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kipaumbele na maeneo muhimu ya huduma za jamii. Baadhi ya miradi ya kipaumbele iliyopewa fedha ni pamoja na miradi ya ujenzi na ukarabati wa barabara kupitia mfuko wa barabara TANROADS na TARURA, shilingi bilioni 94.439. Mradi wa nishati ya umeme vijijini REA, shilingi bilioni 38.411. Mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, shilingi bilioni 30.614. Miradi ya maji kupitia mfuko wa maji, shilingi bilioni 20.740. Na mfuko wa reli, shilingi bilioni 14.5. Maeneo mengine ya mradi ya ufufuaji umeme Kinyerezi 1 extension, shilingi bilioni 14.702. Ununuzi wa chakula cha taifa kupitia NFRA, shilingi bilioni 5.
mradi wa kujenga na kufufua maeneo ya viwanda kupitia SIDO shilingi bilioni 5, mradi wa ununuzi na ukarabati wa meli za abiria na mizigo shilingi bilioni 24.496 na shilingi bilioni 25 kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vitendanishi kwa ajili ya hospitali zetu, na tunaendelea na mradi wa kuimarisha vituo vya afya kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutoa fedha zaidi za bajeti kwa miradi ya maendeleo ikiwemo miradi ya kipaumbele kwa kadri tunavyoendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato.